Zamani chuo hiki, nikiongea Kisukuma, kalikuwa kachuo tu, kalikuwa kachuo hivi. Lakini leo hii ukiongelea chuo NIT kina hadhi sawa na kwenye nchi zingine, ndio kinakuwa chuo kilicho kikubwa katika nchi hiyo husika. Hiyo ndiyo hadhi ya NIT ilivyo hivi sasa, na si tu kwa idadi ya wanafunzi, lakini kwa kweli tumejionea miundombinu na taaluma inayotolewa. Inakitaja kwamba hiki ni moja ya vyuo vikubwa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Tumeelezewa mageuzi ambayo yamefanywa. Hii ni ishara jinsi ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan anathamini mchango wa chuo hiki, na amenituma niwajulishe na kuwahakikishia kuwa serikali ipo tayari kuwawezesha wataalamu hawa wa logistics na usafiri ili taifa letu litumie vyema, linufaike vyema na kwa ufanisi mkubwa katika fursa zinazotolewa katika sekta ambazo zitanufaika na wataalamu hawa mnaowaandaa. Aidha, amenituma niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuimarisha ubora wa miundombinu ambayo mnahitaji, lakini pia na uwezesho waweza kuhakikisha kwamba mnatekeleza majukumu yenu na kufikia malengo yaliyokusudiwa bila kuwa na kikwazo. Leo hii zaidi ya 80% ya wanafunzi wanapata mikopo ya serikali, ambapo mtakumbuka zamani moja ya vikwazo vya watoto wengi, ukiondoa wale waliokuwa wanasoma wakati ule Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kampasi zake, yani Muhimbili pamoja na UCLAS, maeneo mengine watoto wa Kitanzania walikuwa hawapati mikopo na hivyo kukosa fursa hizo. Daktari Samia Suluhu Hassan akaongeza vyuo vya kati, lakini na vyuo vikuu, na idadi ya wanufaika wa mikopo hiyo na viwango vya mikopo wanavyopata watoto wetu wanapokuwa katika vyuo hivi. Kwa hiyo hata haya ambayo mmeyasema, ambalo mojawapo nimeongea nawe mkuu wa chuo, ukisema kwenye mikopo wale wanaosoma hizi programu mpya ambazo pia si ndefu kama wanazosoma wale wanafunzi wengine, wao bado hawanufaiki na mikopo. Kwa niaba ya serikali tumelipokea, na kadri hali itakavyokuwa inatengemaa tutaangalia uwezekano wa kujumuisha na hawa vijana wetu ambao wanasoma